Okay, karibuni tena ndugu watazamaji wa Dope News TV. Kwa majina naitwa Noel Bazaki, nimesimama mbele ya kamera na nyuma ya kamera amesimama mtu mzima Elsa J. Na leo tuko na wageni wetu mgeni wetu mmoja kwa sababu ni mmoja. Atajitambulisha mwenyewe, atakuja hapa mtamuona. Itakuwa surprise kubwa sana kwenu. Asante. Badesman maarufu, ila my real name naitwa Said. Okay, bwana anaitwa Badesman, jina kamili ambalo alipewa na wazazi wake, mama pamoja na baba, anaitwa Saidi. Okay, karibu sana ndugu kwa studio zetu za Dope News TV. Tumekukaribisha sana kabisa. Asante, mimi nimeshakaribia kwa sababu ndoto yangu kubwa ilikuwa sana niojee na Dope News TV. Okay, asante sana. Na kijana, tuna maswali makubwa au maswali mengi sana kwa ajili yako wewe siku ya leo. Na cha kwanza tunataka tujue kabisa kazi yako, unafanya kazi gani na changamoto ya kazi yako ni ipi? Mimi kazi yangu nafanya kazi ya muziki like that, lakini kipindi nimetoka kambini nilikuwa nacheza mpira sana. Kozi hapa Marekani kuna tuseme ile soka ya kulipa. Okay. Ukienda kucheza mpira mpaka ulipe kisha ndio unacheza soka, lakini kazi yangu kabisa ni muziki. Ni muziki. Kama unavyofahamu wasanii wengi sana hapa Marekani ambao wametoka katika kambi zetu za Nyarugusu, za huko Kenya, kambi zingine tofauti ambazo mimi sizifahamu, wasanii wameshakuwa wengi. Kupata mashabiki itakuwa kazi ngumu sana kwako. So unachukuliaje kitu kama hichi? Kupata mashabiki ni kufuatana na kazi yako ambayo unatoa. Okay. Ukikuwa unatoa kazi kuna quality, mashabiki nao watapenda. Lakini ukikuwa unatoa kazi ambayo ina quality, mashabiki nadhani hawatopenda. Okay, asante sana. Kama mlivyosema bwana Badesman, kitu cha quality nzuri ndio kitu kinapendwa na mashabiki. Kama ufanye kitu chenye kuwa na quality nzuri, hauwezi ukapendwa na mashabiki zako. Swali la pili langu nitakuuliza bwana Badesman, katika kazi yako ambayo unaifanya, umeshakuwa na nyimbo ngapi katika mtandao wako wa YouTube, au ni kazi zipi ambazo unakabisa hii kazi ambayo inanibeba au nilitoa katika kazi yangu ya kimuziki? Mimi kazi zangu ambazo nimetoa za muziki nimeanza kambini, right? Okay. Muziki wangu wa kwanza ambao nimetoa unaitwa Maria hapo YouTube kwa channel yangu ambayo nilikuwa natumia kwa Afrika. Badesman, wewe ukiingia YouTube utaiona. Okay. Kazi yangu ya pili ilikuwa tusherekee, na kushirikisha rafiki yangu mmoja anaitwa Mr. Channel. Okay. Kazi yangu ya tatu ilikuwa ni like that inaitwa Mtukumbuke, yani ambao wako huko Marekani. Okay. Niliwaimbia nayo iko huko iko YouTube. Okay. Na ya nne ni ambayo nimetoa hapa Marekani, nimetoa na Mr. Bikisi Africano. Okay. Yeah, ni Marekani wa hapa. Okay. Ni Kenya. Okay. Inaitwa Nenda. Ukiingia YouTube na ndo ambayo ipo kwenye YouTube yangu ambayo natumia Badesman OG. Badesman OG anasema kwamba yeye ameshakuwa na nyimbo yani takriban 4 katika mtandao wa YouTube. Sasa hapo nataka nijue ni nyimbo gani katika nyimbo zote hizo ambazo umezitaja hapo ambao unaona kabisa hii imenisogeza katika kiwango kikubwa sana? Mimi naweza sema kwa nyimbo, kwa kusema eti kunisogeza, zote zimenisogeza kwa sababu zote nimetoa ziko sawa. Okay. Kwa kusema nyimbo ambayo imenisogeza kabisa ni Nenda ambayo imefanya na Bikisi Africano na Tennessee Chattanooga. Asante sana bwana Badesman, na tunatakiwa tufahamu mambo mengi sana kutoka kwako kutokana na kazi yako ya muziki na kile ambacho kinakufanya upende muziki kwa ukubwa zaidi. Ni kitu gani kinakusukuma kabisa kusema kwamba nimependa muziki kwa kitu kama hiki? Muziki mimi naweza sema muziki sikupenda kwa kupenda kwangu mimi mwenyewe hamna. Okay. Kuna mwanamke ambaye nilikuwa naye na mahusiano Afrika, alikuwa anaitwa Maria. Mwanamke ambaye nilimpendaga sana. Okay. Yeah. Tulitoka naye mbali, tulianza naye nilikuwa nasoma kama ilikuwa 6e. 6e primaire. 6e ni darasa la 6. Yeah, la 6e primaire la chini. Okay. Yeah. Okay. Tukapendanaga. But nzuri mimi nikaendaga college. Okay. Yeah, yani première CU. Yeah. Première CU ni darasa la kwanza la sekondari. Yeah. Kwa Kiswahili, lakini nikaendaga première CU tukachanaga hivyo yakakosa. Kipindi nilikuwa nakaa kwa sababu tulikuwa tofauti. Mimi nakaa H ya 3, mimi nakaa H ya 3, mimi nakaa S ya kwanza. Okay. Yani S1. S1 yeah, na S3. Yeah. Okay. Na H3. Hapo tulikuwa kama mbali kidogo. Okay. Mimi nikasikiaga tu ameolewa, sikujuaga aliolewa kwa sababu gani.
na hapo ndo ukaanza mambo ya muziki. Ya hapo nikatoaga wimbo. Watu wengi wakaanza kuniambia wimbo tutakuwa umemtolea vitu fulani. Okay. Kama alivyosema bwana Baddest-Man, anasema wimbo wake Wanenda ndio wimbo ambao anapenda sana kwa sababu hapo ndo alianzaga muziki wake, kwa sababu kutokana na mahusiano yake ambayo alikuwa nayo huku mwanzoni katika kambi zetu za wakimbizi Nyarugusu. Bwana Baddest-Man, ukitaka kufanya kitu fulani au katika familia unakuwa kitu kimoja ambacho wanasemaga kwamba hata una watoto 100 ni lazima utakuwa na mtoto mmoja ambao unampendelea sana. Sasa katika nyimbo zako zote hizo kama umezazitoa kama itakuwa takriban hata 300 hata ngapi, kuna nyimbo ambao unaipendelea sana unasema kwamba hii ni mwimbo ambao sijui kama inaweza kusahau? Mimi nyimbo zangu zote mimi napenda Nikisema nichague hapo hivyo nitakuwa sio mwanamuziki. Hata familia wanakuwa wanachagua moja. Wanasema kwamba kufa au kupona. Najua itakuwa swali ngumu kwa sababu nyimbo zangu zote nazikubali. Si wanasema kwamba kufa au kupona, wanakudilia bunduki moja tu. Nyimbo zangu zote ambazo nikubali ya moja tu. Nakubali ambayo nimeimbia wa huko Marekani. Okay, mtukumbuke. Okay, asante sana bwana Baddest-Man katika mahusiano. Kwa sasa sina mahusiano. Hauko. Kabisa. Ya kijana anasema kwamba hana kitu chochote. Ulikuwa lakini kwa sasa okay. Tegemee nini tena? Kutegemea mna kwa sababu unaona kama wanawake wote ni waongo. Alright. Baddest-Man anasema kwamba wanawake bwana wana sana. Na tunao maswali mengi ambayo tunaendelea na bwana Baddest-Man. Kilichokufanya bwana Baddest-Man kutoka Tennessee na kuingia North Carolina tunataka tukifahamu siku ya leo. Hiyo itakuwa swali ngumu kwa sababu ilikuwa ni makubaliano ya familia. Ya familia, unajua kuna vitu ambavyo familia inasema kwamba tufanye kitu kama hichi, hatupendi kama hichi. Bla. Acha tu niseme tu kwa sababu mimi nimetoka Tennessee kwa sababu tulikuja mwezi wa 3. Okay. Tulikuja na hichi kipindi cha corona. Sikufika tu corona. Mwezi wa 3 mwaka gani? Mwaka gani? 2020. Okay. Tunaelekea kufunga mwaka. Nini tutegemee kutoka kwa bwana Baddest-Man? Mimi kuna ngoma karibia 5. Okay. Kuna ngoma karibia 5 zipo nimesha record. Okay. Ila kuna nyimbo ambayo nimetoa inaitwa Mama. Okay. Imeshakuwa YouTube? No, itakuwa YouTube na shoot video. Soon itakuwa YouTube. Okay. Ila nitaanza kwanza na audio inaitwa Bonane. Bonane? Yaani Bonane ni mwaka mpya. Kwa wale Waingereza wanasema New Year. Ni nyimbo ambayo inahusu mambo ya mwaka mpya. Anasema bwana Baddest-Man hapa utaitoa lini ngoma hiyo? Itakuwa YouTube tarehe 31. Tarehe 31 itakuwa siku ya 4. Na siku ya 5 inakuwa Januari. Tarehe 1 yani ndio inakuwa Januari. Okay. Hapo yani ametega wale watu ambao wanapenda kupiga kamnyweso. Vijana kama bila Shabani Boss pale akikuwa anapiga yake na Niva anasherehekea na Bonane vitu kama hivi. Endelea bwana ndugu mtazamaji wa Top News TV. Nimesimama mbele ya kamera hapo na bazaki na nyuma ya kamera amesimama mtu mzima LJ Sajay Devo, bwana mkubwa, bwana Baddest-Man. Kama tunavyofahamu na tulipopata taarifa ambazo zinazo trendy katika mitandao ya kijamii na kuna voice ambayo mimi mwenyewe nimesikia, sio kwamba eti nimeambiwa na mtu, kutoka kwa kiongozi wa M-Bond Marekani bwana Alphonse Mkwala. Kama alitangaza kwamba anapenda vijana wote wawe kwa umoja na kwa pamoja waifanye kazi ya muziki na kusaidia watu ambao wako kambini. Unachukuliaje kitu kama hiki? Hiyo voice nimepata kwa sababu kwenye group ya wasanii wote hapa Marekani nimo. Na nimewakilishwa na Bean Justin from Georgia Gapa. Kuna siku amenitumia voice ilikuwa Instagram. Akaniambia mwanangu kuna kiongozi wa M-Bond kama ndo wa Bongo. Akaniambia kuna group ambayo ataweka wasanii wote hapa Marekani wa Bongo Flavor. Sio gospel. Sio gospel, ni bongo tu. Bongo Flavor Bongo ni Tanzania, right? Yaani tuseme wanaimba nyimbo za kidunia. Okay, vitu kama hivyo. Kama nilivyosema bwana Baddest-Man katika kundi hilo la M-Bond ya vijana ambao wa M-Bond ambao wanafanya vitu kama hivyo huko
itakuwa state gani? State. Yeah. No, ipo online, right? Yeah. Wameweka group WhatsApp. Wanaweka tu group WhatsApp. Sasa kusema kwamba kama alivyosema kwamba waliomuunganisha ni watu wa ambavyo nimesikia voice imesema amesema eti kwamba kuna sehemu ambayo tunaweza tukao tunakutana. Okay. Yeah. Ila hajasema ni sehemu gani. Okay. Kisha ndio tutakuwa na piano support huko tutaweka kila mtu, tutakuwa na studio yetu moja ambayo tutakuwa naweka. Okay. Ukirekodi unarekodi hapo, ukifanya hivyo unafanyia vitu vyote. Sasa hapo nataka nijue kutokana na hiyo kusema kwamba mnaweka studio iwe moja. Kwa sababu mtakuwa na maproducer wangapi na itakuwa na ratiba, yani ratiba ya kurekodi, kwa sababu unaona ni vijana wengi ambao wanaoimba kwa sasa hivi hapa Marekani. So itachukua muda sana kusema kwamba mjenge studio yenu na kuwa na maproducer ambao watakuwa wanafanya kazi kwa bidii. Yeah, hiyo ni kweli, lakini si unaona maproducer ni kuangalia yule ambaye anafanya kazi yake vizuri. Okay. Kwa sababu tukiangalia kama maproducer ambao nimerekodi nao hapa Marekani ni wawili. Okay. Kuna Gizams. Okay. Studio yake inajulikana kwa jina la Next Studio. Okay, okay. Nimefanya naye hapa ngoma karibia 5. Okay. Na nimeangalia zote amemix vizuri. Okay. Na ametengeneza vizuri. Okay. Kuna MT number 1. Okay. Anaitwa Lonely Record. Okay, okay. Yeah, studio yake naye inafanya vizuri. Nimerekodi naye uko sawa. Ila tukiangalia kabisa kama wanapenda kutafuta ma producer. Okay. Mimi nilikuwa naombi wachukue hao. Yaani unapendelea wako ambao umeshafanya nao kazi, kwa sababu tuangalie kwa kurekodi na kumix, yani wakuwe kama wao, kwa sababu wanafanya vitu na quality. Okay. Huyo ni Baddest Man, Baddest Love. Leo tuko naye katika studio zetu za Top News TV. Kama alivyosema mwenyewe, anasema kwamba katika mambo yake ya kumix na kuproduce music ni bora chukue wale ambao wanafanya kazi, kwa sababu wanafanya vitu vya quality nzuri kama alivyosema, right? Okay, kwa kumalizia bwana Baddest Man, tupetea hata na kidogo hapa Sapaka karaoke ya utuimbie tu hata kidogo, kwa sababu unataka tuangalie kule watu mashabiki hata mimi kuna ngoma yangu ambayo nikubali sana inaitwa Nenda. Okay. Imeenda kwa jina la Idanganya na mata ya mji ukanikimbia ukanacha lohole. Ile mzani ndiye wa maisha yangu ameamua kunikimbia. Mapenzi kwangu nikaona shubi. Kupenda tena sitamani. Naogopa nisijomia tena. Kuteswa tena. Uliniahidi utawaini tena. Mbele ya macho ya wadau. Sikujua wewe ni chori wa mapenzi. Ulitaka kunichezea na ile heshima niliyokupa uliamua kuikataa, ya kwamba utakuwa mama watoto wangu uliamua kuikataa. Okay, natosha bwana Baddest Man, Baddest Love bwana, anajua kuimba bwana wewe. Utaangalia hapo anasema ukicheki hapo YouTube channel yako unafungua hapo unafungua hapo unaandika Baddest Man OG utampata nyimbo zake zote, yani unaona kitu kama hicho. Mbele ya kamera nilikuwa nimesimama Honorable Zaki hapa, na nyuma ya kamera amesimama Sajay. Usikose kusubscribe YouTube channel yetu, usikose kutufuatilia katika mtandao wetu wa Instagram Top News TV. Bwana Baddest Man, toa ujumbe wako kwa mashabiki zako ambao wanakutazama kwa muda huu. Mimi nawapenda sana mashabiki zangu, napenda support yenu na naomba support sana kwa kutukubali. Sisi bado tukiangalia kichipukizi underground Okay. Ila nilikuwa naomba sana subscribe, share channel ya Top News TV. Okay, thank you people.